na usalama ni kila mwananchi anatakiwa ashiriki shughuli zote za ulinzi na usalama. Hii ni kwa mujibu wa sheria za nchi, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na sheria ndogo ndogo za halmashauri zinatupasa sisi tushiriki shughuli za ulinzi na nini? Na usalama. Kwa hiyo ulinzi na usalama ni jukumu la kila mwananchi, na linaanza na nani? Linaanza na nani? Na wewe mwenyewe. Tushiriki kuhakikisha kwamba tunailinda hii amani ambayo tunayo kwa wivu mkubwa sana, na kuilinda Tanzania ni nani? Ni sisi wenyewe. Hawezi akatoka mtu mbali akaja kutulindia nchi yetu. Nchi yetu tunatakiwa tulinde sisi wenyewe kwa wivu mkubwa, kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani na utulivu, na sisi tunafanya shughuli za kiuchumi kama hivi. Sisi ni wasafirishaji bila kuwa na vurugu wala vitisho vyovyote. Nimekuja kuasa, kuna maandamano yanatajwa kwenye nini yanatajwa? Kwenye mitandao. Kuna watu wanahamasisha tarehe 9 tutakuwa na maandamano. Kwa hiyo nimekuja kuwasihi wasafirishaji wa kanda ya Buhongwa tusishiriki haya maandamano. Na wengine wanakaa kimya hapa, mimi sielewi. Nchi yetu kwa wivu mkubwa kuhakikisha kunakuwa na amani, na sio kila mtu aendelee na nini? Na vurugu zikitokea jamani kwenye nchi, kuna nchi wanataka kutukaribisha tukaenda. Nchi yetu ni Tanzania. Kwa hiyo lazima tuipiganie, tuilinde kwa nguvu kubwa na kwa wivu mkubwa, na kwa kuilinda ni nyie wenyewe. Hapa naona vijana ni wengi sana, na vijana ndio wana nguvu za kulinda nini? Kulinda nchi. Maafisa usafirishaji wa bajaji pamoja na pikipiki za magurudumu matatu za mizigo, tushirikiane wote kwa pamoja kuhakikisha kunakuwa na amani na nini? Na utulivu. Kwa majina naitwa Tadeo Bagega, mwenyekiti wa bajaji za Buhongwa Center ambazo zina route ya kwenda Nyegezi Kona mpaka mjini. Toka tarehe 29 nini kilitokea, inaweza kutuathiri zaidi na zaidi. Jaribu kuhimiza na kuhimizana na wanachama wenzetu, kwa sababu hii kitokea tena itakuwa ni changamoto, kwa sababu kwanza tayari kama utoki nyumbani kwenda kutafuta riziki, wengi wetu hamna mtu ambaye ana akiba hata wiki au siku 3, 4, 5, wengi wanakuta ni siku moja au mbili. Kwa hiyo kama ikitokea tena kama ilivyotokea, itatuathiri zaidi. Kwa hiyo mimi ningeomba tu madereva wenzangu, wananchi, vijana wenzangu, watafuta riziki kama sisi, tujihadhari haya makundi kama walivyotuelekeza. Kwa jina anaitwa Anifa Ruteja, ni mwanachama, ni dereva bajaji wa Buhongwa sawa. Tulikuwa tunaomba vijana ambao wanajihusisha na maandamano, tulikuwa tunaomba vijana, kwa sababu wengine kama sisi madereva tunatoka ndani ndo tule, tukienda kutafuta ndo tunapata kula. Kama sisi wanawake unakuta kama sisi tunaingia kwenye hii kazi, sio kwamba tulipenda, hatukupenda, kwa sababu hatuna riziki nyingine ya kutuingizia kipato ili familia zetu tule. Lakini amani inapotoweka, sisi tunapata changamoto kubwa sana. Familia inakosa amani, watoto wanakosa zile huduma za msingi kwa wakati huo. Kwa kitu tulikuwa tunaomba viongozi, tunaomba zingatie hiyo tarehe 9, waweke ulinzi wa kutosha ili watu tuwe na amani. Kwa majina yangu naitwa Penda Mangweku Santuri, ni mkazi wa Kakola, lakini kwa sasa nafanyia kazi hapa mjini Mwanza kama afisa usafirishaji upande wa bajaji. Kwa taifa letu tuilinde amani. Kwa sababu gani? Amani ikitoweka ndani ya taifa tutahangaika sana. Kulinda amani sio la mapolisi tu, ni letu wote wa Tanzania, tuilinde tu amani. Afisa usafirishaji wa bajaji hayuko aliyehusika kwenye vurugu zozote, na ndio maana ikumbue kwamba hakuna taarifa yoyote kwetu ambayo ilihatarisha kwamba aidha dereva wa bajaji amefariki, haipo.